Sasa niseme kimoja, maana nina ujasiri wa kusema. Niongee na waimbaji wote, na nimekuwa nikiongea nao duniani kote, na Tanzania nzima. Waimbaji wetu mumepitiliza, mnakata viuno kama mko kwenye nini, kama mko kwenye ngono. Hilo sio kuimba. Kama mnakataa, naondoka sasa. Ni kuachini malizie kama mtatu maneno haya. Hapana. Nina miaka 40 na kwenye kanisa hili. Hapana. Nasema hapana. Wa Assemblies nasema hapana. Kama nitawaudhi wa Assemblies nipigeni mawe. Wa Pentecost kama ninawaudhi kwa neno hilo nipigeni mawe. Dunia inachanganyikiwa. Tukienda kwenye disco wanakata viuno kama wako kwenye ngono, na kanisani hapana. Nasema hapana. Mmenisikia? Nasema hapana. Ni lazima kanisa liwe tofauti. Hatuwezi kufanana na dunia. Nasema hapana. Nimeitwa na Yesu bwana. Sijaitwa na mtu masunga. Mimi nimeitwa na Yesu. Nilishakufa mimi. Walionitangulia wote walikufa, na waliokuja baada ya wote walikufa. Maisha nilio nayo mimi yamebaki kwa ajili ya Yesu. Nimeacha kazi ya wizara ya afya. Mungu alinibariki akili ya uwezo mkubwa wa elimu. Hakuna degree ambayo ningeshindwa kuisoma. Bwana akanisimamisha, nimeacha scholarship kwenye draw yangu. Sikiliza Mtanzania, ni lazima kuwe tofauti kati ya kanisa na dunia, kati ya kanisa na dunia. Kama mnachukia watu wa Geita, naondoka. Hatuwezi kunyamaza. Niliwaambia VAWA, kwaya moja ilifika ikaanza kucheza madudu. Nikamwambia huwezi kufanya ngono, yuko kazini kuimba. Nikamwambia mzee ule mmoja, hala, hapana. Mpaka madhehebu mengine yanawashangaa wa Pentecost. Wa Pentecost tumekuwa. Siku moja kule Dar es Salaam, mmoja wa askofu wetu alialikwa na mheshimiwa mmoja serikalini, mtu mkubwa sana, kumkaribisha hivi. Zikaanza kwa ilibidi msogelee askofu, nitakwenda. Akamwambia hawa ndio wameokoka. Anauliza hivyo mheshimiwa kiongozi wa serikali, anasema askofu, hawa ndio wameokoka, hawa ndio wameokoka. Alishindwa maelezo. Unisikie wote, na nina ujasiri wa kusema hiyo, na nina nafasi yangu, maana walioko hapa kwenye imani wote nimewatangulia. Aweko ambaye ameokoka mwaka 68 asimame wote. Kwa hiyo nina nafasi ya kusema ili Yesu akija asinidai. Kwa hiyo nasema, msiposikia shauri yenu, nimesema, nimenawa, siadai damu ya Mtanzania. Kichukia waimbaji, tawanikeni. Kwanza tunaweza tukahubiri bila kwaya. Acheni kutuweka tuwe washamba kuimba. Mkichukia tawanikeni, kila moja bebe kila kaondoka. Yani hivi kumepambazuka. Amen. Aja. Tunataka Yesu. Tunataka Yesu. Tunataka Yesu. Hatusemi kwamba kucheza hakupo. Biblia inaeleza sifa za nini? Sifa za uimbaji za Daudi. Ya kwanza ni upako, ya pili ni ustadi, skillfulness. Na uzuri naposoma, naongea hapa mnisikilize, nimesoma muziki kwenye degree yangu ya kwanza.
wala siongei fumjaka. Kwa hiyo mimi nimesoma muziki kwa degree yangu ya kwanza. Kwa hiyo tulia kabisa, na kwambia upako na nini na ustadi. Kwa nini vitendo kwenye kwaya kikawaida tuna nini gestures, vitendo hasa vinatakiwa visaidie kutafsiri unachokiimba. Ndio maana ya vitendo kwenye kwaya. Sasa mtu akisema Yesu anateseka, Yesu amesulubiwa, hii kwa kawaida ni wimbo wa huzuni, mnasikia? Sasa wewe kusema Yesu aliteseka, Yesu aliuawa. Ameuawa hivi uwe na wazimu? Hiyo haiji. Ni sawa na mtu amefiwa, unamwendea, oh umefiwa, ya pole sana, umefiwa. Wewe siwa mad. Siku moja nilikuwa nafundisha muziki. Wanamuziki wanasema tunakuchezea Yesu, tunakuchezea Yesu. Sawa, nikawaambia mzee Masunga, kwa mfano mke wako yuko hapa, mama Masunga simama. Wote niwaambie, huyu mama hapa, mmemwona jamani? Ni mke wa huyu mwangalizi hapa. Kama halafu aje Masunga, huyu mama angeamka siku moja kaza, ninakuchezea Masunga, ninakuchezea Masunga, ninakuchezea Masunga. Ungemwelewaje? Sema mwenyewe. Huyo na uzuri wako unaompenda, lakini anasema ninakuchezea Masunga, ninakuchezea Masunga. Niambie. Sasa tusiwe kama madahira. Kanisa lisiwe kama kondoo wasio na mchungaji. Bado wachungaji tupo, bado wachungaji tupo, wachungaji tupo, hatupo, bado wachungaji tupo. Ili kanisa lijakosa wachungaji na dunia ielewe, bado wachungaji tupo. Mbarikiwe. Mkichukia kesho naondoka. Haleluya. Naenda zangu Zambia, tarehe 4 naenda zangu Zambia, naenda zangu Lilongwe, naenda zangu Msumbiji, baada hapo naenda zangu Zimbabwe. Kwa hiyo wa Tanzania nimewahubiri toka mwaka 75. Leo ni miaka 35. Mmetosha. Na malizia tu naenda zangu nchi zingine. Unaenda kumfanyia baba yako hivyo, nakuchezea baba, nakuchezea baba. Au unaenda kwa katibu kata doga, katibu kata nakucheza. Kama utalala upa. Au mjumbe tu wa nyumba 10 nakuchezea mjumbe, nakuchezea mjumbe. Kama kanisa hili kiongozi. Haya, twende kwenye Biblia. Sijawalaumu, ni nafasi yetu kama viongozi kusema. Na kwa kuwa hapa mmetoka madhehebu mbalimbali, nimesema hapa. Ningekuwa dhehebu moja, ningesemea kanisani. Na kwa sababu huduma yenyewe iko hadharani, hiyo ni ya hadharani, ni dunia nzima. Dar es Salaam ndio acha hata kusema. Vurugu. Sasa tutakemea hiyo Afrika yote. Lazima kanisa lichukue heshima yake ili livute dunia. Haleluya. Aya, Yohana 20:31. Kazi kwenu kesho mkishindwa kuimba pote ya pote. Basi mstari wa 30 Yohana 20. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini uwe na uzima kwa jina lake. Jioni ya leo kwa muda mfupi nataka nizungumze juu ya ubwana wa Bwana Yesu. Yaani nataka nimuinue Yesu kama Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Sema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Sema